Naam, karibu kwenye taarifa za KTN leo wikendi. Kwa siku nzima hii leo Wakenya kwenye mitandao ya kijamii wamekuwa wakijadili kisa cha kijana mmoja aliyesomea uwakili humu nchini kupatikana miongoni mwa magaidi ambao maiti zao zilionyeshwa wenyeji wa Garissa hapo jana. Vyombo vya usalama vilisema kwamba Abdurrahim Abdullahi alikuwa kiongozi wa kundi lililotekeleza mauaji ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Garissa hapo jana. Kutokana na kisa hicho, Wakenya wamekuwa wakiuliza maswali mengi. Hamza Yusuf amekuwa akifuatilia kisa hicho na kutuandalia taarifa ifuatayo. The jobs that require a graduate, a diploma, we are facing a very stiff competition from our colleagues, and that 60-70% of those jobs are taken by our fellow Kenyans from down Kenya. The smaller jobs like cleaners, cooks, caterers are taken by the refugees. What will remain of the host community here now? Ndio hatari inayojitokeza katika eneo hili na huenda sehemu zingine nchini baada ya duru za usalama kudhibitisha kwamba kijana mmoja aliyesomea uwakili na kupata shahada alikuwa miongoni mwa magaidi waliouawa na maiti zao kuonyeshwa wenyeji wa Garissa jana alasiri. Abdul Rahim Mohamed Dakare alikuwa na umri wa miaka 27, mzaliwa wa Mandera. Kijana huyo kwa jina ya utani Rahim alidaiwa kuvuka hadi taifa la Somalia mwaka moja uliopita na kupata mafunzo ya kutekeleza wajibu wa waliojipa watendi wa Al-Shabaab kwa Kenya. Na sasa vijana wengi wa eneo hili wanatoa kauli zao na zenye machungu kuhusu swala hili. Kwa nini vijana, mtu ambaye amesoma mpaka kufikia kuwa lawyer, ameweza kuwa radicalized kivipi na Al-Shabaab? Ni mambo ambayo serikali inafaa kujiuliza. Upekuzi wetu kwenye idara husika za usalama umeonyesha kwamba tarehe 29 mwezi Machi, ripoti za ujasusi zilizokuwepo zilionyesha kuwepo mpango wa shambulizi. Mbali na taarifa hiyo, imearifiwa kwamba kulikuwa na uvumi chuoni Garissa, hasa kutoka kwa wanafunzi kwamba kulikuwepo mpango wa kusababisha maangamizi. Wapo wale waliomaliza kisomo lakini wanadai kwamba serikali inawabagua kila mara nyadhifa fulani zinapojitokeza. I've spent a lot of money trying to study for this degree, and in the end my mother doesn't even taste the fruits of her investment in me. Ni kwa nini baadhi yao wanakosa kazi humu nchini ili hali wamehitimu na shahada? Employment these days it's not based on what you know but who you know. You find that someone is unqualified, but just because he knows some people in power, like he gets a job easier than those who are qualified. For example, I've noticed like in northeastern Kenya, people with diplomas, for example, get jobs very easier than those with degrees. We have seen Kenyans have denied our right. That's why we decided to come to Somalia to look for means of survival. Hamza Yusuf, KTN leo wikendi, Garissa.